Tuwatimua waondoke. Hali ya sintofahamu imeibuka katika kikao kilichokuwa kimepangwa kufanyika katika familia ya mtoto Shabani Sadik aliyekuwa na umri wa miaka 14, mkazi wa kata ya Moivaro mkoani Arusha, ambaye alifariki dunia kwa madai ya kunyongwa nyumbani kwa jirani baada ya upande wa ndugu wa mtoto Shaban kudai kwamba familia ambayo mtoto wao alifariki imekuja ikiwa haijajipanga baada ya kuomba kufanyika kwa kikao. Waje na wazee lakini pia wajipange. Kikao hicho kimeshindwa kufanyika mara baada ya upande wa jirani ambapo tukio hilo lililotokea kuelezwa kwamba wameshindwa kujipanga na kuja na watu mbalimbali ikiwemo wazee, jambo ambalo upande wa familia ya Shaban umewataka kwenda kujipanga vizuri ili waje tena kwa ajili ya kuja kuzungumza. Jina langu naitwa Mwajuma Muhammad, ni mama mkubwa wa marehemu Shabani. Hapa hivi kilichotokea ilikuwa ni kikao kuna kikao kuna juzi walikuja wakaomba sehemu ambayo mtoto wetu alifia. Huyo mama pamoja na ndugu zake wawili walikuja kuomba, wanataka kuongea na sisi. Walimfuata baba wa marehemu. Baba wa marehemu akawa amemwambia hatuna uwezo wa kukaa kuongea na nyie jana, labda kesho tukimaliza dua kwa ajili ya kuvunja tatu mtakuja tukiwa na familia yote kwa ujumla. Kwa hiyo ndo walikuwa wamekuja pale. Sasa wamekuja hapo kwa bahati mbaya inaonekana kama ni dharau. Wamekuja wenyewe kama wenyewe, hakuna wazee, hakuna nini, na namna walivyokuja wakuja kwa namna sahihi. Tulitegemea labda watakuja kwa nia labda kusema wanakuja kutoa pole, au labda kama wana chochote labda walikuwa wanaweza kutuambia kuhusu labda kifo cha mtoto wetu. Maana sisi tumeshamwachia Mwenyezi Mungu na ndio maana tumezika. Kwa hiyo ndio hivyo tu, ndio maana wazee wamegoma, wamesema hamna kikao. Hatuwezi kukaa kikao. Yaani kama vile tunakubali, tumeridhiana nao kuhusu kifo cha mtoto wetu. Tuwatimua waondoke. Hatujui, ndio maana tulikuwa tunataka tuwasikize, lakini walipokuja hawakuja kwa namna sahihi. Walitakiwa waje kwa namna kutupa pole, alafu waje na wazee, hata na serikali ya mtaa itakuwa waje nao wakaiombe waje. Ili watuambie, pengine wanajua. Sisi tumeshamkabidhi, lakini Mungu kikubwa. Kikao kimevunjika. Hakuna kikao hapa na tuhitaji kikao kikweli. Warudi. Hapa hivi amekuja mama yule ambaye ndo tukio litokea kwake, ambaye ndo wanasema ndo. Yaani amekuja mama na ndugu zake wawili. Wamekuja watatu kiufupi. Yaani amekuja mama na mume wake na kijana mmoja. Sisi tumekusanyika wote ambao tulikuwa kwenye dua, maana yake ni familia yote ya upande wa mume na upande wa mke, yani upande wa mtoto marehemu, upande wa babake na upande wa mama yake, wote tulikuwa hapo. Kwa hiyo ni watu wote, watu ni zaidi ya watu hata 100. Tumekaa tulikuwa tunataka tusikie. Tumwasubiri na kiukweli hapana, hatuwezi kuongea nao. Naitwa Hassan Isa Mangapi, ni jirani lakini pia ni rafiki wa mzee aliyemfiwa mtoto wake. Kilikuwa kinahusu usuluhishi, lakini ambacho kimefanyika ni busara. So tumeahirisha ili kuweza kuweka mambo vizuri, ili kila pande je na watu wake kuweza kusuluhisha vizuri zaidi. Kikao kilikuwa kinahusu nini? Walikuja wale ambao walikuwa wana changamoto ambao mtoto alifia kwao, walikuja kama kutoa pole. Ndio. Ni wamepewa utaratibu wa kuja kufanya baadaye. Waje na wazee lakini pia wajipange ili waweze kuja. Waje communicate before, kwa sababu leo walikuwa waje communicate vizuri, lakini wamepewa muda waje communicate ili waweze kukaa vizuri zaidi. Ikumbukwe kuwa jeshi la polisi mkoani Arusha linamshikilia dada mmoja wa kazi kufuatia kifo cha mtoto Shabani Sadik, ambapo awali inaelezwa kwamba alimuita nyumbani anapofanya kazi kwa lengo la kumpatia chakula, ambapo baadaye ilikuja kuthibitika ya kwamba mtoto huyo amefariki dunia, huku ndugu akidai kwamba alinyongwa.